Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kumekuwa na ripoti za ukinzani kati ya Marekani na Israel juu ya makombora ya masafa marefu ya Iran. Israel inadai kwamba Iran imebakisha maelfu ya makombora na ina uwezo wa kuendesha vita kwa mara nyingine tena, huku Marekani kupitia waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth akisema kuwa makombora ya Iran yamepungua na kuangamizwa wakati wa mkutano na waandishi wa habari, huku maafisa wa Marekani wakihofia kuwa Iran huenda ikatumia usitishaji wa mapigano huo kurejesha silaha. Iran bado ina maelfu ya makombora ya balistiki na ina uwezo wa kuwezesha kurusha tena, kulingana na ripoti iliyoandikwa siku ya leo Jumamosi kupitia shirika la habari la Wall Street Journal, likinukuu tathmini ya ujasusi wa Marekani na Israel katika taarifa ya hivi punde na ile iliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kwamba silaha za Iran zimepungua na zimeharibiwa. Ripoti kutoka Israel zinadai kuwa Iran ina maelfu ya makombora ya masafa marefu na kwamba huenda kama vita vitaanza, makombora haya yatatumiwa kama ambavyo imetumia silaha zake katika kipindi cha vita. Lakini pia upande wa Marekani wanasema kwamba silaha hizo zimepungua. Licha ya kupungua kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa operesheni ya Epic Fury, hifadhi ya makombora ya masafa mafupi na ya kati ya Iran imesalia kuwa na maelfu, kulingana na Wall Street Journal, huku makombora kama hayo yakiwezekana kuchimbwa nje ya maeneo ya kuhifadhia mabomu. Wakati maafisa wa Marekani wamesema kuwa zaidi ya nusu ya virusha makombora vya Iran vimeshindwa kufanya kazi. Ripoti hiyo inawanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa nyingi za kurusha makombora zinaweza kuanzishwa tena. Maafisa wa Marekani wana wasiwasi kwamba Iran inaweza kutumia usitishaji wa mapigano uliopo kama fursa ya kujijenga upya katika sehemu ya silaha zao za makombora, inaripoti WSJ. Kwa kuongeza, WSJ imeripoti kwamba Iran bado ina idadi ndogo ya makombora ya cruise, ingawa hifadhi yake ya drone imepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na mchanganyiko wa matumizi ya mashambulizi ya anga iliyokuwa imeyafanya katika kipindi cha vita cha karibia wiki 6. Ikinukuu maafisa wa Israel, ripoti hiyo ilieleza kuwa Iran kwa sasa haiwezi kutengeneza makombora mengine zaidi ya kutumia maelfu ya makombora ambayo yamesalia, na imebainisha kuwa Israel iliweza kupunguza uwezo wa kurusha wa Iran hadi kati ya makombora 10 hadi 15 kwa siku, na hivyo mara tu baada ya vita kuanza kati ya makombora 10 hadi 15 ya kila siku, hivyo mara tu baada ya vita kuanza, ikilinganishwa na makumi ya kurusha kila siku katika siku chache za kwanza za operesheni hiyo. WSJ iliwasiliana na msemaji wa CENTCOM ambaye alikataa kuzungumza suala hilo, lakini waziri wa ulinzi Pete Hegseth amesema Marekani ilipata ushindi wa uhakika nchini Iran, na amesema kuwa Marekani ilikuwa na ushindi mkubwa wa kijeshi dhidi ya Iran wakati wa mkutano na waandishi wa habari, akidai zaidi kwamba Iran iliomba kusitishwa kwa mapigano. Pete Hegseth alibainisha kuwa Marekani ilifanya mamia ya mashambulizi usiku wa kuamkia usitishaji wa mapigano, na akaishukuru Israel kwa kuwa jasiri, uwezo na mshirika aliye tayari katika uwanja huu wa vita. Hegseth anaamini kwamba ni Iran iliyoomba kusitishwa kwa mapigano, licha kwamba rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amekuwa akitoa vitisho kwamba Iran inapaswa kukubali kusitisha mapigano hayo. Lakini kutokana na taarifa aliyotoa Pete Hegseth, anadai ni Iran iliyotaka usitishaji wa mapigano. Lakini kumbukwe taarifa ambazo zilikuwa zikitoka upande wa pili, kwa maana upande wa Iran, kabla ya usitishwaji wa mapigano, ni kwamba nchi hiyo ilikuwa ikigoma kusitisha mapigano. Zaidi ya hayo, Hegseth alisema mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi na kwamba Iran itaruhusu meli kupita, na zaidi alisema kuwa jeshi la Marekani litazunguka Iran kuhakikisha linatii masharti ya usitishaji wa mapigano. Mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi wa Marekani Jenerali Dan Kane pia alizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, akisema Iran imepoteza kwa 80% mifumo yake ya ulinzi wa anga na 90% ya viwanda vyake vya silaha na zaidi ya 90% ya vikosi vyake vya kawaida vya wanamaji kutokana na vita hivyo, licha kwamba Iran ilikuwa ikiendesha mapambano zaidi na zaidi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani ingeona kwamba imefanikiwa kwa 80% hadi 90%, isingeruhusu mazungumzo kuendelea. Zaidi ya hayo, ingemaliza tu vita hivyo na kujihakikishia ushindi wa moja kwa moja.